Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Iran, anasema kwamba serikali ya nchi hiyo itaendelea na uzalishaji katika maeneo yenye visima vya nyuklia kuhakikisha maendeleo yanapatikana, wakati wakiendelea na mazungumzo baina yao na Marekani. Hata hivyo, kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi ya Iran amesema ufuatiliaji ndicho kiungo kinachoonekana katika kufanikisha malengo ya nchi, na anasisitiza kuwa ajenda ya pamoja ya mihimili mitatu ya dola ni kufanya jitihada za kuhakikisha kauli mbiu ya mwaka huu. Ayatollah Al-Khamenei amesema hayo katika mkutano wa kwanza wa mwaka mpya wa viongozi wa ngazi ya juu wa mihimili mitatu ya dola, ambapo sambamba na kuhadharisha juu ya kuvuka mpaka katika kujenga matumaini au kupoteza matumaini kuhusiana na matokeo ya mazungumzo ya Oman, amesisitiza kwa kusema taratibu za kawaida za shughuli za nchi kwa ajili ya kufikia malengo yaliyowekwa katika nyanja zote lazima ziendelee kwa kasi kubwa, na kitu chochote kile kisifungamanishwe na matokeo ya mazungumzo, anasema kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi ya Iran. Al-Khamenei amesema kwamba kawaida serikali ya mapinduzi ya Iran haipaswi kuwa na hofu juu ya kile kinachoendeshwa na watu wa Magharibi, na haswa akimtaja rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Hatupaswi kuogopa watu wa Magharibi, hatupaswi kuiogopa Marekani. Tutaendeleza taratibu zetu kama ilivyokuwa kawaida, huku jicho letu la tatu likiangalia juu ya mazungumzo yanayoendelea. Katika mkutano huo, Ayatollah Al-Khamenei amesema ufuatiliaji wa masuala ni muhimu zaidi kuliko upitishaji maamuzi ya masuala hayo, na akafafanua kwa kusema kuna sheria, kanuni na mipango mizuri nchini, lakini uhaba wa ufuatiliaji unakwamisha kufikiwa malengo kwa kiwango kinachokubalika. Kiongozi huyo muadham wa serikali ya mapinduzi ya Iran amesema hamu, shauku na hamasa waliokuwa nayo wakuu wa mihimili mitatu ya dola na maafisa wa vyombo mbalimbali ni ya kupongezwa, lakini haitoshi, na kwa sababu ya kukosekana ufuatiliaji unaohitajika, maamuzi na masisitizo ya viongozi wa serikali katika ngazi mbalimbali za uendeshaji yanakuwa dhaifu, na katika masuala kadhaa haya huwa hayatekelezwi. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Ayatollah Al-Khamenei ameyaelezea mazungumzo ya Oman kuwa ni moja ya makumi ya majukumu yanayotekelezwa na Wizara ya Mambo ya Nje, na kusisitiza kuwa masuala ya nchi yasifungamanishwe na mazungumzo hayo, na kosa lililofanywa katika mwaka 2015 katika JCPOA la kufungamanisha masuala yote ya nchi na upigaji hatua wa mazungumzo hayo hayapaswi kurudiwa tena. Kiongozi huyo muadham wa serikali ya mapinduzi ya Iran amesisitiza juu ya kuendelea shughuli za nchi katika nyanja zote za kiviwanda, kiuchumi, za ujenzi wa kiutamaduni na za utekelezaji wa miradi mikubwa, na akasema hakuna hata moja kati ya masuala hayo ambayo lina uhusiano wowote na ile ya Oman. Sambamba na kuhadharisha juu ya kuvuka kwa mipaka katika kujenga matumaini au kupoteza matumaini kuhusiana na matokeo ya mazungumzo hayo, Ayatollah Al-Khamenei ameongezea kwa kusema katika hatua ya kwanza imefanyika kazi nzuri kuhusu uamuzi wa nchi wa kufanya mazungumzo. Baada ya hatua hii pia inapasa zichukuliwe hatua kwa umakini, ikizingatiwa kuwa mistari mekundu ya upande wetu na ya upande wa pili inajulikana wazi. Kiongozi muadham wa serikali ya mapinduzi ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei, anasema mazungumzo yanaweza kuwa na tija au yasiwe na tija, na sisi pia hatuna mtazamo chanya wa kupita kiasi wala mtazamo hasi wa kupita kiasi kuhusu mazungumzo haya. Bila shaka tuna mtazamo hasi wa kupita kiasi kwa upande wa pili wa mazungumzo, akimaanisha upande wa Marekani, lakini tuna mtazamo chanya kwa uwezo wetu wenyewe, anamalizia kiongozi huyo wa Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Katika hotuba yake pia amegusia juu ya jinai zinazofanywa za magenge ya utendaji wa Israel za kuwashambulia kwa makusudi wagonjwa, waandishi wa habari, magari ya kubebea wagonjwa, hospitali na watoto na wanawake ambao wamekuwa madhulumu huko katika ukanda wa Gaza, huku akisema kutenda jinai kama hizo kunahitaji kuwa na ukatili na ushenzi usiokuwa wa kawaida, sifa ambazo magenge ya utawala wa Israel yamekuwa nayo. Aidha, amesema kuwa harakati iliyoratibiwa kwa pamoja na ulimwengu wa Kiislamu katika nyanja za kiuchumi, kisiasa,
ikibidi za kioperesheni ni hitajio lenye uzito mkubwa, na akaongeza kuwa bila shaka Mwenyezi Mungu atashusha mjeledi wake juu ya madhalimu hao, lakini hilo halipunguzi majukumu mazito zilizokuwa nazo serikali na wananchi. Mpango wake ni kuona kwamba ikiwa hali hii itakuwa ikiendelea, serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran haitoweza kuvumilia na itaweza kuhakikisha inalinda maslahi ya watu wa ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.